Mwaka huu unapoisha na kuanza mwaka mwingine, hebu jaribu kuamini kwamba Mungu anaweza akakupigania kwa namna ya ajabu sana. Na namna ambavyo utaruhusu Mungu ili akushangaze na akupiganie, basi mpe nafasi katika maisha yako, ajaribu chochote kile ambacho unakifanya au unacho kwa ajili yako. Inamaanisha nini ninaposema hivi? Katika kile kitabu cha Waamuzi, tunaona mtu mmoja anayeitwa Gideoni. Mtu huyu Mungu alimchagua ili aweze kuwakomboa wana wa Israeli ambao walikuwa wanateswa sana na taifa la Wamidiani. Kwa hiyo mtu huyu Gideoni alipochaguliwa na Mungu alikuwa na hofu nyingi, kwa sababu alikuwa ametoka katika kabila ambalo lilikuwa ni dogo, tena kabila maskini, tena alikuwa ni mdogo katika familia yake. Lakini pia alikuwa ameshuhudia mateso mengi ambayo taifa lake lilikuwa linayapitia, na hivyo wakapoteza imani kabisa kwamba Mungu kuna siku atakuja kuwatoa. Kwa pale Mungu alipomchagua na kumwambia kwamba wewe, kupitia wewe nitawashangaza watu wa Israeli, taifa langu la Israeli nitawakomboa katika mikono ya Wamidiani, basi Gideoni alikuwa na mashaka mengi. Vivyo hivyo na sisi leo tumekuwa tuna mashaka mengi sana. Hatuamini kama ndoa zetu, familia zetu, biashara zetu, maisha yetu yatapata mianzo mipya, mianzo yenye furaha na amani, yatapata maendeleo. Kama kwenye biashara, huamini kabisa kwamba utatoka hatua hiyo uliokuwa nayo na kwenda hatua nyingine. Kifamilia, huamini kabisa kwamba familia yangu hii, jinsi ninavyoijua, mwenza wangu, watoto wangu, je, tutabadilika tukawa familia ya mfano kwa wengine? Mashaka imekujaa. Hofu kwamba je, mimi kama msichana, umri umeenda, je, nitapata mwenzi kwa ajili ya maisha yangu? Mimi mwanaume, je, nitapata yule mke ambaye ni mke mwema kwa ajili ya maisha yangu? Hofu inapotanda, maswali mengi yanapokuwa katika akili yako, ni wakati sasa wa kumruhusu Mungu aweze kujaribu chochote kile kwa ajili yako, ili uweze kuamini kwamba Mungu anaenda kukushangaza katika miisho ya miaka huu, lakini pia katika mianzo ya mwaka mwingine.